Na mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, hamjambo kwa mara nyingine tena, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuko katika mji wa Uvira ambapo kunakuwa na majanga ambayo iliweza kutokea ya mafuriko baada ya mvua kali ambayo ilionyesha katika mji wa Uvira. Television yako imepata nafasi ya kuja kabisa kujionea hali na kujua kile ambacho kinachoendelea kuhusu mafuriko ambayo iliyofanyika, ambapo tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya raia wa maeneo haya na tuliweza kumuoji kabisa mama presidenti wa shirika la Sosin, Mama Ndaga wa Bashimbi, ambaye na amepata nafasi ya kuja kutembelea na kuja kujionea hali kama ilivyo. Unavyoshuhudia, hii ni mtoni wa Kalimabenge ambao kila leo ikiwa mvua inanyesha kunakuwa na hali ya majanga ambayo imetokea. Kwa hiyo mto umeweza kudeborde na kuingia katika manyumba ya wakaazi, na pia kuna dada ambaye amefariki, na habari ambayo tulizipata kuna mtoto ambaye ameweza kufariki na wengine ambao bado kabisa mili yao bado haijapatikana, na vitu vingi vya nyumba viliweza kuteketea kama unavyoona kabisa kupitia television yetu. Kwa hiyo nitakuomba uwe na sisi mwanzo hadi mwisho. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, wewe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata, na kuomba ufuatilie mwanzo hadi mwisho ili ujue kile ambacho kilichoendelea kupitia majanga ambayo iliyofanyika katika mji na tarafa letu la Uvira. Asante. Mimi kwa majina naitwa Abina Mwisho Viviane Wilonja, naishi kwa Kilibula. Hii hali ilitokea jana, tulikuwa hapa tukaona Kalimabenge na Yala seli Yala ilitufikia kwa nyumba. Na watu walikuwa hapa walikimbia kwa kuona ajali zetu tulikuwa tunaona. Tulishimama kwa naangalia ngambo ya juu, kulitoka maiti moya, mama moya tuliona kani mama, tulimuona kusura alikuwa mkufanya hivi ya pili tukaona kisanduku kinapita kinashuka ngambo ya pili ya Nyamianda, kulitoka maiti ya mtoto nyumba moja tu, tuko bajirani make Kilibula Kalimabenge ni mipaka nyoya tugabua. Ngambo pale kulitoka maiti ya mtoto, manyumba yote ya ngambo ya kule iliala maji, na shie wote tulifikiwa na maji ngambo ya huko. Na ujumbe gani unaweza kutoa kwa serikali ya Kongo? Kwa serikali ya Kongo mimi natoa ujumbe, tunashukuru kwa kututembelea. Serikali yote tuko tunaona na tufikia, tuliona maire de la ville, tuliona gouverneur, tuliona watu walitufikia hapa. Tunashukuru kwa kuwa walikumbuka watu ya Kilibula kama nabo bana tembelewaka. Mimi natolea mama Kordo vile mama mzazi wa watu aangalie gisi ataweza kututetea ngambo ya misaada, na shetu tunaiomba aangalie, tunakuomba mama utuangalie. Jina langu ni Vianavik binti Shabani. Ndiyo. Tunashukuru kwanza kutupatishia parole. Afro itokea hapa ilikuwa brisk, hatakuwa tunajua. Kwa watu walifika hapa walikuwa nafula manguo. Kwa wengine mavitu yao ilienda na maji. Na wengine tulikuwa waambia mtoke maji, wakati Kalimabenge anataka vimba tunasikia harufu. Alitoa harufu na tuwasikia mtetemeko sasa vile wa ardhi. Ndio tukamwambia alikuwa mmoja watoke wakakimbia, lakini mavitu yao yote ilienda na maji. Ndio leo tunaona shirika la Sosine limekuja kuwatembelea. Labda ujumbe gani unaweza kumpatia ili apelekee viongozi wa serikali? Mimi naomba ujumbe wangu kwa mama Kordo wa Sosine, yeye ndio mama wa mama wote. Maana yeye anarepresente wa mama wote, wa sinistre, wa sasa vile wa sinistre. Juu wakati maili vimba inakuja, ina devie, inaingia inatungia maparcel. Na tulikimbia. Ni muda chache tukarudia kwa nyumba. Na tukajitahidi kutosha ngine machafu la fulani ninge kuingia mabudongo kwa nyumba. Hii tunalomba kwa mama yetu pale kwenda kutusemea kwa wakuu viongozi wetu. Viongozi wetu mama yetu apeleke ujumbe na malalamiko yetu. Waendelee kupendelesha sasa hivi msingi kwa hapa iendelee mpaka chini. Ili kwa kuweza kutusove na sie kesho wala kesho yake hii mafaka isiendelee kufanyika. Jeshi tunalomba mama yetu wende tutetee kwa wakuu viongozi wetu. Sasa vile wewe mama president wa societe civile, wende utoe malalamiko tumerudilia tena. Njoo nilikuwa napata nizungumzie hili. Kwa sababu wengine walikimbia lakini sisi tulirudia kwa nyumba. Kwa sababu wasinistre na wengine wasinistre wao kikimbia vile hata tuandika sie wanaandika watu wengine wenyewe hawako concerne magumu kama hii. Banda wa mbali wanatoka sio tuko kumaya tunakutia na dalili. Ndio tualilia mama yetu. Na wenye waliingiliwa na manyumba walikimbilia wapi? Huko wenyewe walikimbia, huko mwali kimbia huko Yulu,
na tarafa sinyali ende. Sawa walikuwa nasoma muziki wa supi wasaidia mwi nyumba hii. Mule ndani pale chini. Walikimbia wana walienda runingu wa mwi mlango ya hapa. Ni sisi tulijikotea tulivusha tu mchanga ilikuwa tele mwi kiwanja hapa. Kisha vitio tunavitupa momai. Ndio vituko tunatoa malalamiko yetu kwa mama yetu coordinatrice wetu. Bangalie chini ya kilalo kama pale ngambo ya pili pale watatupandisha tena msingi yulu kwenye guvernema yetu mama yetu huko mama. Baendeleshe msingi mpaka kule chini kumaunganio ya laki. Ndio tulisaidia msingi hapa na Majoro Mpoi na ule nani Michel ndio alisaidia pale. Ingekuwa hii kipande ya msingi hata tuliteseka kabisa. Tie bote kaa tuko. Mama yetu tunakulilia wewe tusaidie sana. Asante. Kwa majina ninaitwa Mariam Benjamin, mratibu wa shirika jipya la kiraia Sosina Sigle. Leo ni tariki 2 kumeshuhudiwa maafa kupitia mafuriko ambayo yamepatikana hapa mjini Uvira. Labda ungetuambia umeona nini na umeshuhudia nini? Mimi kama mwanashirika wa shirika la kiraia ambacho kimetuma nimefika siku ya leo hapa ya tariki 2 ya mwezi wa 5 ni kisha kusikia kama mto Kalimabenge umejaa, umeleta mafuriko mengi, umeharibu vitu vya watu, imebeba vitu kadhaa wa kadhaa, na sisi kama raia, sisi kama shirika la kiraia, kazi yetu ni jicho ya raia kwenda kuchungulia ni kipi ambacho kinaendelea ile sehemu ambao watu wanalalamika. Ni kutaka kusema ya kwamba mto Kalimabenge hii ni ya mara ya 3 inafanya mafuriko. Mto Kalimabenge ilifanya mafuriko ilikuwa 2021, ikarudi mafuriko yangine ilikuwa 2023 na leo tuko 2026. Ni kusema ya kwamba mto Kalimabenge ni mto ambao unavimbaga mara kwa mara. Mimi kama mwanashirika, aidha sisi kama wanashirika wa kiraia, tuna interpele serikali yetu yote ya Kongo pa Kinshasa ijue kama mto Kalimabenge imebeba watu, imebeba vitu, imeharibisha. Kwa hiyo tunajiadrese kwa gouvernement central ishuke kabisa dali media ije ijenge hii mto Kalimabenge. Sisi kama shirika za kiraia tungelipendelea huyu mto Kalimabenge wa ujengeye kulotire kuanzia kusieje yayo ambayo natokaga mpaka kulaki Tanganyika, ili watu waishi kwa usalama, ili itakapokuwa ina vimba hiza kujaa isiwe inabeba watu. Imebeba watu kadhaa wa kadhaa, imebeba wa mama, imebeba wa baba, imebeba hata watoto wadogo wenye walikuwa wanafua, na baadhi ya manyumba wameharibikiwa na vitu vyote ambao wanaishi Zanzibar na hii mto Kalimabenge. Kwa hiyo umeshuhudia watu wangapi ambao wamepoteza maisha? Ni kusema ya kwamba sisi kama Sosine hatujakuwa na effective yenye iko imara ya watu walikufa, ila wenye walikufa ni wengi na kuna maiti ambazo hazijaonekana. Ni kusema sisi kama shirika la kiraia la Sosine tutaendelea kufanya utafiti mpaka sisi tutajua ni watu wangapi ambao wamepoteza maisha yao. Ndio, tuende kwa swala la kiraje. Sio mara ya kwanza mtoni wa Mlongo ulifanya maafa na watu wengi wakafariki na pia vitu vingi vikapotea, na mmefanya madeklarasyon lakini mpaka sasa haijafanyika kiraje, na leo tena ni mara nyingine tena ya mto wa Kalimabenge. Je, mnaona kwamba mtafua dafu, serikali itawasikia? Mimi kama mratibu wa shirika la kiraia ni kusema ya kwamba hatutachoka kuambia serikali, sababu serikali ndio serikali yetu, hatuna nyingine serikali kinyume na hii. Tutaendelea kupiga kelele mpaka serikali ijue kama raia iko na haki ya kuishi kwa usalama, kwa amani. Unavyoona wakati Mulongwe aliripuka naye, hivyo hivyo tulilalamikaka, tukalalamika. Kulikuwa baadhi ya wabunge wakina Rumota walitaka mamashini wakafanya kiraje, ingawa mtu kitaka kujaa hauangalaki pa kuangalia. Lakini sisi kama shirika la kiraia tutaendelea tu kujiadrese kwa serikali, sababu kuna kile kinashindaka serikali. Serikali kisema itie miguu kwa hii mito ya Uvira ambao huwa inayala mara kwa mara, solution itapatikana. Sababu serikali ninavyoamini hakuna kile kinashindaka serikali. Itukumbuke sisi raia ya Uvira. Uvira yote ni wasinistre. Ukienda Kasenga ni wasinistre, ukienda Mulongo ni wasinistre, na Kalimabenge leo ni wasinistre. Wapi raia taishi? Raia ina imani ya kuishi. Tunaomba serikali iingize miguu
mumito ya Uvira. Ndio Mariamu, umesema kwamba kuna baadhi ya wale ambao wamehama nyumba zao na vitu vingi vimeenda, na wengi wameenda kwa nyumba za karibu na wengine wameenda kwenye mashule. Labda unaomba nini sasa kwa serikali ama kwa mashirika za kiutu kutoa msaada haraka kwa zile jamaa ambazo wamepoteza vitu vyote vya nyumba? Kweli sisi mimi kama mratibu wa shirika la kiraia ninaomba zile mashirika za kiutu na serikali ifanyavyo haraka, kama gisi tumeshatoka kusema, kama hakuna chenye kinashindaka serikali ikisema mimi serikali ninataka kutenda, inatendaka kwa dakika. Sisi kama Sosime tunajiadrese tu kwa serikali na shirika za kiraia, ifike hii eneo ifanye control generale kwa kila nyumba yoyote ile yenye ilipata mafuriko. Wengi kwa leo hawana sahani, wengi hawana nafasi ya kulala, wengi hawana hata nafasi ya kulalisha watoto wachanga ambao tumewaona mbele yetu wako pale. Kwa hiyo shirika za kiraia ijikaze tu, shirika za kiutu ijikaze tu leo hii, a partir ya leo le de ifike hapa ifanye descente, iandike tena bila ubaguzi wa rangi na kabila, sababu huwa mara mingi shirika za kiraia zikiandika inaachaga bayandrua inaenda andika wenyewe kupata mafuriko. Hii moja tunajiadrese kabisa mchana kutwa, iandike bayandrua wale waliendewa na vitu mbalimbali na vitu vidogo vidogo wa manyumba. Mariamu, tunakushukuru. Asante.